Juma alikuwa jina lililotajwa kwa heshima mtaa mzima. Alimiliki nyumba ya kifahari iliyosimama juu ya ua mpana, kuta zake zikiwa zimepakwa rangi nyeupe inayong'aa, na dirisha kubwa zilizoreflect mwanga wa jua kama ishara ya mafanikio. Kila asubuhi, gari lake jeupe la kisasa lilikuwa likiwashwa mbele ya geti la chuma, likitoa sauti laini iliyowafanya majirani wageuke kutazama kwa wivu na mshangao. Kwa wengi, Juma alikuwa mfano wa mtu aliyefanikiwa, aliyejituma, akafanikiwa, na sasa anaishi maisha ya ndoto. Ndani ya nyumba hiyo, aliishi na mkewe Amina, mwanamke mrembo mwenye mvuto wa nje na tabasamu lililowahi kuwavutia wengi. Amina alipenda starehe, mavazi ya bei ghali na wageni waliomiminika kila mwisho wa wiki. Kwa macho ya watu, walionekana kama wanandoa kamili, waliofanikiwa, wenye hadhi na waliobarikiwa. Mtoto wao mdogo, Amani, alikimbia huku na huko sebuleni, akicheza na vinyago vyake, sauti yake ya kicheko ikichanganyika na muziki wa taratibu uliokuwa ukipigwa kwa spika za kisasa. Lakini nyuma ya pazia la fahari, kulikuwa na ukimya mzito uliobeba siri nzito. Juma, licha ya mali na heshima aliyokuwa nayo, alikuwa amebeba kivuli cha kiburi moyoni. Alipenda kuonekana mkamilifu mbele ya watu, lakini ndani ya nyumba yake, hakuwa yule Juma wa tabasamu pana. Alizungumza kwa sauti ya amri, akiamua kila jambo bila kuuliza, na mara nyingi alikubaliana na Amina hata pale moyo wake ulipohisi kusita. Nyuma ya nyumba hiyo ya fahari, palikuwa na chumba kidogo cha nje kilichojengwa haraka, bila mapambo, bila mvuto. Hakukuwa na mtu aliyependa kulizungumzia. Ndani ya chumba hicho, kulikuwa na kivuli cha maisha ya Juma ya zamani, kumbukumbu aliyojaribu kuisahau. Hapo ndipo giza la dharau lilipoanza, likisubiri wakati wake wa kujifunua. Kwa nje, Juma alikuwa amefika kileleni. Lakini ndani ya nyumba yake mwenyewe, misingi ya utu na heshima ilikuwa inaanza kupasuka taratibu, bila mtu yeyote kugundua bado. Siku aliyowasili baba yake Juma, Mzee Hassan, anga lilikuwa kimya isivyo kawaida. Jua lilikuwa limejificha nyuma ya mawingu mepesi, kana kwamba nalo lilijua mzigo wa hisia uliokuwa unakuja kuingia katika nyumba ile ya fahari. Gari dogo la abiria lilisimama mbele ya geti, na dereva akashuka taratibu kumsaidia mzee huyo kushuka. Hassan alishika fimbo yake kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, macho yake yakizunguka kutazama nyumba kubwa aliyokuwa akiingia, nyumba ya mwanawe aliyemlea kwa jasho na damu. Juma alisimama mlangoni, mikono yake ikiwa mifukoni. Uso wake haukuonyesha furaha wala huzuni, bali hali ya kutokuamua. Alijua ni wajibu wake kumchukua baba yake nyumbani baada ya afya ya mzee huyo kudhoofika kijijini, lakini moyoni hakukuwa na hamasa. Amina, mke wa Juma, alisimama pembeni, mikono yake imekunjwa kifuani, macho yake yakimchunguza Hassan kuanzia kichwa hadi miguu kama mtu anayetathmini mzigo mpya. "Karibu nyumbani baba," Juma alisema kwa sauti iliyokosa joto. Hassan alitabasamu kwa shida, tabasamu lililoficha uchovu wa miaka na maumivu ya kukataliwa. "Asante mwanangu," alijibu kwa sauti dhaifu, akijaribu kuamini kuwa bado alikuwa na nafasi moyoni mwa mwanawe. Ndani ya nyumba, Amani, mtoto wao mdogo, alimkimbilia babu yake kwa furaha isiyo na hila. "Babu," alipiga kelele, akimkumbatia miguu yake. Hassan alipata faraja kidogo moyoni, akapiga magoti kwa shida na kumgusa kichwa mjukuu wake. Lakini furaha hiyo haikudumu muda mrefu. Amina alikohoa kidogo, ishara ya kutokuridhika, na kumwambia Juma kwa sauti ya chini lakini kali, "Atalala wapi?" Swali hilo lilikata ukimya kama kisu. Badala ya kumpeleka baba yake kwenye chumba cha ndani chenye starehe, Juma alimwelekeza Hassan kwenda kwenye chumba cha nje kilichokuwa nyuma ya nyumba. "Ni kwa muda tu baba," alisema, akiepuka macho yake. Hassan alitikisa kichwa, akimeza machungu, akijua tayari hakuwa mgeni wa heshima bali mzigo uliovumiliwa. Alipoingia kwenye chumba kile kidogo, Hassan alihisi wazi kuwa hakuwa ameletwa kama baba, bali kama kitu kilichosahaulika, kivuli cha zamani kisichotakiwa kuonekana tena kwenye mwanga wa maisha mapya ya Juma. Tangu siku mzee Hassan aingie kuishi katika nyumba ya Juma, macho ya Amina hayakuwahi kumpumzika. Kila hatua aliyopiga mzee huyo, kila pumzi aliyotoa kwa tabu kwa Amina, ilikuwa kama mzigo unaozidi kujaa moyoni mwake. Alianza kuzungumza kwa sauti ndogo mwanzoni, akichagua maneno yake kwa ujanja, lakini sumu ya dharau ilikuwa tayari imeanza kuenea taratibu. "Juma," Amina alianza siku moja walipokuwa sebuleni, Amani akiwa amelala. "Unajua kweli huu ni nyumba ya hadhi. Wageni wetu wakija wakimuona baba yako anavyokaa pale nje,
si itaonekana kama hatujajipanga? Alisema huku akivuta pazia kidogo, macho yake yakielekea upande wa chumba cha nje alikokuwa Hassan. Juma hakujibu mara moja. Alikaa kimya, akichezea remote ya televisheni, akijaribu kuepuka mjadala aliyouhisi ungechoma. Kadri siku zilivyopita, Amina aliacha kuficha maneno yake. Alianza kumdharau Hassan hadharani. Mzee huyu anatutia aibu, alisema bila woga siku moja alipomwona Hassan akitembea polepole kuelekea chooni wakati walikuwa na mgeni. Hassan alisikia ingawa alijifanya hasikii. Alipunguza mwendo wake zaidi, macho yake yakitazama chini, kama mtu aliyejifunza kuvumilia fedheha. Juma alianza kubadilika bila yeye mwenyewe kugundua. Kila neno la Amina lilipenya moyoni mwake kama tone la maji linalochonga jiwe. Alianza kuona kile ambacho hakuwahi kukiona kabla: nguo za baba yake zilizochakaa, mikono yake iliyotetemeka, sauti yake iliyochoka. Badala ya kuona mzazi aliyemlea, alianza kumuona kama mzigo unaozuia maisha yake ya kifahari. Hata Amani, mtoto mdogo, alianza kugundua mabadiliko. Alipomkaribia babu yake kucheza, Amina alimtazama kwa jicho kali na kusema, "Amani, usimchoshe babu, ana harufu ya dawa." Maneno hayo yalimuuma Hassan kuliko ugonjwa wowote. Juma alisikia, lakini hakusema chochote. Ukimya wake ulikuwa kibali. Polepole, heshima ya baba ilianza kufifia ndani ya nyumba ya mwanawe. Na bila Juma kutambua, alikuwa akijifunza kutoka kwa mkewe namna ya kumsukuma baba yake nje ya moyo wake mwenyewe, hatua kwa hatua, neno kwa neno. Maisha ya mzee Hassan yalibadilika kabisa tangu alipoanza kuishi katika chumba cha nje cha nyumba ya mwanawe. Chumba kile kilikuwa kidogo, kuta zake zikiwa zimeanza kuchubuka rangi, na dirisha dogo lilipitisha hewa baridi ya usiku kwa shida. Kitanda chake kilikuwa godoro jembamba lililowekwa juu ya mbao, likitoa sauti kila alipogeuka. Usiku alipolala, mara nyingi alisikia mbwa wakibweka nje, na wakati mwingine sauti ya geti likifunguliwa, kama mlinzi asiye na mshahara, asiye na shukrani. Kila alfajiri Hassan alikuwa wa kwanza kuamka. Alifagia uwanja, alipanga viatu vya wageni, na mara nyingine alichota maji ya kumwagilia maua ya Amina. Hakuna aliyemwambia afanye hivyo, lakini alihisi kuwa ili aonekane ana faida, lazima ajitwike majukumu. Juma alipokuwa akipita kwenda kazini, alimwona baba yake akiinama kufagia, lakini macho yake yalipita kama hajamwona. Hakuna salamu, hakuna shukurani. Wakati wa chakula, dharau ilijidhihirisha zaidi. Hassan hakula mezani na familia. Chakula chake kililetwa baadaye, mara nyingi kikiwa kimepoa. Aliwekewa kwenye sahani iliyopasuka pembeni, ile sahani ambayo haikutumika tena ndani ya nyumba. Amina alipoitupa mezani, alisema kwa sauti isiyo na hisia, "Hii inatosha." Hakuwahi kuuliza kama ameshiba au ana afya gani. Amani, mjukuu wake, mara nyingi alimwangalia babu yake kwa macho ya huruma. Alitamani kukaa karibu naye, lakini Amina alimkemea, "Usikae sana pale nje, ni chafu." Hassan alitabasamu kwa huzuni kila alipomsikia mjukuu wake akiondoka. Tabasamu lake lilikuwa la mtu anayevumilia, si wa kufurahia. Usiku ulipofika, Hassan alikaa peke yake kwenye kiti cha plastiki, akitazama taa za ndani zikimulika kupitia madirisha makubwa ya nyumba ya Juma. Ndani kulikuwa na kicheko, televisheni na starehe. Nje kulikuwa na kimya, baridi na mzee aliyesahaulika. Hapo ndipo alipoanza kuelewa kuwa katika nyumba ya mwanawe hakuwa tena baba, alikuwa mtumwa wa mazingira, akivumilia dharau kwa jina la damu na uvumilivu. Kadri siku zilivyozidi kusonga, hali ya mzee Hassan haikubaki siri tena. Majirani waliokuwa wakipita mbele ya nyumba ya Juma walianza kuona mzee huyo kila asubuhi akifagia uwanja kwa mwendo wa polepole, akiinama kwa tabu huku fimbo yake ikiwa pembeni. Wengine waliinua macho yao kwa mshangao, wengine kwa huruma, lakini hakuna aliyethubutu kuuliza kwa sauti. Ilikuwa ni nyumba ya kifahari, nyumba ya Juma, na watu waliogopa kuingilia mambo ya watu wenye hadhi. Watoto wa jirani, waliokuwa wakicheza kando kando ya barabara, walimwona Hassan mara kwa mara akikaa nje peke yake. Walishuhudia jinsi chakula chake kilivyotolewa pembeni, jinsi hakuruhusiwa kukaa sebuleni, na jinsi Amina alivyomkemea hadharani bila aibu. Watoto hao walicheka wakati mwingine, si kwa ubaya, bali kwa kutokuelewa uzito wa wanachokiona. Lakini macho yao madogo yalikuwa yakirekodi kila kitu, yakijifunza kimya kimya. Juma alijua yote. Aliona macho ya majirani yakimwangalia kila alipokuwa akiingia au kutoka kazini.
Alisikia minong'ono iliyokatika ghafla alipokaribia. Ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo iliyomwambia kuwa kitu hakikuwa sawa. Lakini badala ya kusikiliza sauti hiyo, alichagua ukimya. Ukimya wake ulikuwa kama ukuta uliomlinda asikabiliane na ukweli mchungu. Amina, akiwa na uhuru huo wa ukimya wa mumewe, alizidi kuendesha nyumba kwa moyo wa chuki. Alitoa amri, alikataza, na aliamua kila jambo kuhusu Hassan bila kushauriana. Hapa ni kwangu, alisema mara kwa mara, kana kwamba alikuwa akimkumbusha mzee huyo nafasi yake. Juma alipokuwa akisikia, aligeuza uso wake au kujifanya ana haraka. Hata Amani alianza kuathirika. Alipoona baba yake akikaa kimya, alijifunza kuwa ukimya ni jibu. Aliona jinsi babu yake alivyodharaua bila mtu kusimama kumtetea. Na hivyo, bila Juma kutambua, nyumba yake ilikuwa darasa lisilo na walimu. Darasa ambalo jamii, watoto na vizazi vijavyo vilikuwa vikifundishwa maana ya dharau kwa mfano hai wa ukimya wake mwenyewe. Ilikuwa ni jioni tulivu, upepo mwanana ukipuliza taratibu katika ua wa nyumba ya Juma. Ndani, Amina alikuwa sebuleni akitazama runinga, huku Amani akicheza kimya kimya sakafuni. Nje, kwenye chumba chake kidogo, mzee Hassan alikaa kwenye kiti cha plastiki, akingoja chakula chake kama ilivyozoeleka, akiwa mpweke, mwenye subra iliyochoka. Amina alitoka jikoni akiwa ameshika sahani ile ile iliyopasuka, akaitazama kwa dharau, kisha akaitupa juu ya meza ndogo ya nje. "Haya, chakula chako," alisema bila hata kumwangalia. Hassan alisimama polepole, mikono yake ikitetemeka alipoinua sahani. Alitembea hatua chache kuelekea kwenye kiti chake, lakini ghafla mguu wake ukateleza kidogo juu ya sakafu yenye unyevunyevu. Crash! Sahani ilianguka chini na kuvunjika vipande vipande. Chakula kilitapakaa ardhini. Hassan alisimama kwa mshangao, macho yake yakikodoka, akishindwa hata kuinama mara moja. Sauti ile ilimfikia Juma aliyekuwa sebuleni. Alisimama ghafla, hasira ikimjaa usoni kama moto uliowashwa ghafla. "Ni nini tena hiki?" Juma alipaza sauti huku akitoka nje kwa kasi. Alipoyaona mabaki ya sahani na chakula kilichomwagika, uso wake ulibadilika kabisa. Hakumwona baba yake kama mzee dhaifu, alimuona kama chanzo cha fedheha na usumbufu. "Baba, hata kushika sahani huwezi." Juma alifoka. Hassan alijaribu kuinama kuokota vipande, lakini Juma alimzuia kwa sauti kali. "Acha." Hata hivyo, hiyo sahani ilikuwa ya mwisho. Amina alisimama pembeni, mikono kifuani, akitikisa kichwa. "Unaona sasa," alisema kwa sauti ya baridi. "Nilikwambia huyu mzee hatufai. Kila siku ni matatizo." Maneno hayo yalikuwa kama mafuta juu ya moto. Hasira iliyokuwa imefichwa moyoni mwa Juma kwa muda mrefu ililipuka. Heshima, subira na kumbukumbu zote za malezi aliyopata zilifunikwa na ghadhabu ya muda mfupi. Hassan alisimama kimya, macho yake yakiwa na machozi yaliyokataa kudondoka. Kwa Juma, tukio la sahani lilikuwa dogo. Lakini kwa moyo wake, lilikuwa kisingizio cha kutoa hasira aliyokuwa ameikusanya kwa muda mrefu, bila kutambua kuwa alikuwa anakaribia kufanya kosa ambalo lingemgharimu maisha yake yote. Hasira ya Juma haikupoa hata baada ya vipande vya sahani kufagiliwa pembeni. Ilibaki ikiwaka ndani yake kama moto uliofichwa chini ya majivu. Alisimama katikati ya ua, macho yake yakiwa makali, akimtazama mzee Hassan aliyesimama kimya karibu na ukuta, mikono yake ikitetemeka kwa hofu na huzuni. Upepo ulivuma kidogo, ukibeba ukimya mzito uliokuwa umekalia nyumba nzima. "Baba, imetosha." Juma alipaza sauti iliyochanganyika na ghadhabu na fedheha. "Huwezi kuishi hapa tena. Rudi kijijini." Maneno hayo yalikatiza uhusiano wa damu kama kisu kikali. Hassan alinyanyua macho yake polepole, akimtazama mwanawe kwa mshangao uliojaa maumivu. Hakujibu mara moja. Alionekana kama mtu aliyepigwa na radi, amesimama, lakini roho yake imesambaratika. Amina alisimama pembeni, uso wake ukiwa mtulivu isivyo kawaida, kana kwamba alikuwa akisubiri maneno hayo kwa muda mrefu. Hakusema neno, lakini macho yake yalionyesha kuridhika. Juma aligeuka kwa hasira, akaingia chumbani na kutoka na kikapu cha zamani kilichokuwa kimechakaa, kile ambacho kilikuwa hakitumiki tena. Alikitupa chini kwa kishindo mbele ya baba yake. "Funga vitu vyako," alisema kwa sauti ya amri. "Hapa si kwako."
Hassan alipiga magoti polepole, akiinua shati lake lililochakaa, suruali yake ya zamani, na kifuniko chake cha dawa. Aliweka kila kitu kwa mikono inayotetemeka, kana kwamba alikuwa akifunga mabaki ya maisha yake mwenyewe. Kila vazi lilikuwa kumbukumbu ya miaka aliyomlea Juma, lakini sasa kumbukumbu hizo zilikuwa zikikusanywa kama taka. Ndani, Amani alichungulia kutoka mlangoni, macho yake yakiwa makubwa kwa hofu. Hakuelewa kikamilifu kilichokuwa kinaendelea, lakini alihisi uzito wa maumivu hewani. Hassani alipoinuka, akishika kikapu kwa shida, aligeuka kumtazama Juma mara ya mwisho. "Mwanangu," alianza kusema, lakini sauti yake ilikatizwa na Juma aliyesema, "Nenda." Hapo, mzee Hassan alitembea polepole kuelekea mlangoni, akiacha nyuma nyumba aliyodhani ingekuwa kimbilio lake. Hakujua kuwa hatua hizo nzito zilikuwa zinafungua mlango wa majuto makubwa, si kwa yeye, bali kwa mwanawe mwenyewe. Mzee Hassan alipokuwa akikaribia kutoka nje ya geti, hatua zake zilikuwa nzito kana kwamba kila hatua ilikuwa inambeba mbali zaidi na maisha aliyoyazoea. Kikapu cha zamani kilining'inia mkononi mwake, kikiashiria kila alichokuwa nacho sasa. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi yaliyokataa kumwagika, moyo wake ukiwa umebanwa na maumivu yasiyo na sauti. Alisimama kwa sekunde chache, akipumua kwa shida kana kwamba anajaribu kuaga kimya kimya. Ndani ya ua, Juma alisimama kwa mikono kifuani, akijaribu kuonekana imara. Amina alikuwa nyuma yake, macho yake yakimfuata mzee huyo bila huruma. Hakuna aliyesema neno. Ilikuwa kama nyumba nzima imeamua kunyamaza, ikishuhudia tukio la kukatisha uhusiano wa damu. Ghafla, sauti ndogo ilikatiza ukimya huo mzito. "Baba." Juma aligeuka. Amani, mtoto wake mdogo, alikuwa amekimbia kutoka sebuleni, macho yake yakiwa yamejaa mshangao na hofu. Alimshika baba yake mkono kwa nguvu, kama mtu anayehofia kupoteza kitu muhimu. Juma alimtazama, hasira yake ikianza kupungua kidogo bila yeye kutambua. "Baba," Amani alisema tena kwa sauti ya utulivu usioendana na umri wake, "usikitupe hicho kikapu ukirudi." Juma alishangaa. Alipiga magoti kidogo ili awe sawa na urefu wa mtoto wake. "Kwani cha nini mwanangu?" aliuliza, sauti yake ikiwa imepungua ukali. Amani alimtazama baba yake kwa macho safi yasiyo na hila, akajibu kwa utulivu uliochoma moyo, "Nitakitunza. Kije nikutumie wewe nitakapokuwa mkubwa." Maneno hayo yaligonga moyo wa Juma kama radi ya ghafla. Alisimama kimya, pumzi ikimkosa. Amina alifumbua macho kwa mshangao, lakini hakusema chochote. Hassani alisimama mlangoni, akigeuka polepole, macho yake yakikutana na ya mjukuu wake. Machozi yalimtoka bila yeye kujizuia. Kwa mara ya kwanza, Juma aliona wazi kile ambacho hakuwa tayari kukikubali, kuwa mtoto wake alikuwa akijifunza kutokana na aliyoyafanya. Maneno ya Amani hayakuwa ya mtoto tu, yalikuwa kioo kilichomwonyesha Juma mustakabali wake mwenyewe. Ukimya uliotanda ulijaa uzito wa ukweli, ukweli uliokuwa unaanza kuvunja moyo wa mwanaume aliyedhani ana nguvu zote. Baada ya maneno ya Amani kutoka mdomoni mwake kwa utulivu wa kushangaza, hewa ndani ya ua ilibadilika ghafla. Ilikuwa nzito, ikibonyeza kifua cha Juma hadi akahisi kupumua kwa tabu. Alimtazama mwanawe kwa macho yaliyokuwa yamejaa maswali, hofu na mshangao uliokosa majibu. Maneno yale yalikuwa rahisi, lakini uzito wake ulikuwa mzito kuliko lawama yoyote. Ghafla, picha nyingi zilimjia Juma akilini. Alimwona baba yake Hassani akiwa kijana, akimbeba mgongoni alipokuwa mdogo, akimpeleka hospitali, akimlinda dhidi ya njaa na mateso. Alikumbuka jinsi baba yake alivyomnyima usingizi wake ili yeye apate kula. Sasa, alikuwa amemrudisha fadhila hizo kwa dharau na ukatili. Miguu ya Juma ililegea. Alikaa chini taratibu, machozi yakimtoka bila aibu. Aligundua kuwa mtoto wake alikuwa ameona, ameelewa, ameiga. Kila tendo lake lilikuwa somo. Kila ukimya wake ulikuwa funzo. Na funzo hilo lilikuwa likimrudishia picha ya maisha yake ya baadaye, akiwa mzee, dhaifu, na akifungwa kwenye kikapu kama alivyomfanyia baba yake. Mzee Hassani alisimama mbali kidogo, akishuhudia kwa maumivu na huruma. Amina alishusha macho, moyo wake ukianza kutikisika. Ukweli ulikuwa umejitokeza bila kelele, lakini ulikuwa ukichoma moyo wa Juma vipande vipande, ukimwacha uchi mbele ya dhamira yake mwenyewe. Juma alikaa chini ya kiti kilichokuwa karibu na ukuta, mkono mmoja ukiwa umeinua kichwa chake, macho yake yakiwa yamejaa machozi yasiyo na kikomo.
Kilio chake kilitoka taratibu, lakini kilikuwa kimejaa uchungu uliomkamata bila huruma. Kila pumzi aliyopumua ilikuwa inachukua sehemu ya furaha aliyokuwa nayo, na kila machozi yaliyokuwa yanatiririka yalimfanya kukumbuka kila hatua aliyochukua dhidi ya mzee Hassan, baba yake mwenye upendo. Mimi nimefanya nini? Juma aliuliza kwa sauti yenye ukosefu wa nguvu, akijaribu kuishi na uzito wa maneno ya Amani, mwanawe mdogo. Kila neno la Amani, lililojaa hekima ndogo ya utoto, lilikuwa limefungua macho ya Juma kwa ukweli. Watoto hujifunza kwa matendo, si kwa maneno. Alijua sasa kuwa jinsi alivyochukulia baba yake, ndivyo mwanawe atajifunza kumchukulia yeye mwenyewe siku moja. Hassan alikaa kimya, mikono yake ikitetemeka, macho yake yakimwangalia mwanawe kwa mchanganyiko wa huzuni na huruma. Hata Amina, aliyekuwa akisimamia nyumba kwa chuki, aliketi pembeni kwa kimya, akitazama matendo yake yakichukua sura ya majuto yasiyo na kipimo. Ukimya wa nyumba nzima ulikuwa mzito, lakini ulikuwa pia mwanga mdogo wa kutambua makosa. Juma alishika mkono wa Hassan, mikono yao ikikutana kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu. Baba, samahani, Juma alisema, macho yake yakimwangalia baba yake aliyekubali, lakini bado akiwa na huzuni. Hassan alitabasamu polepole, macho yake yakijaa upole wa kibabu wa kweli, akisema, mwanangu, heshima ni zawadi, si lazima uipe kwa nguvu. Amani alikimbilia karibu, akishika mkono wa baba yake na kisha mkono wa babu yake. Tutaweza kuwa pamoja baba? Aliuliza kwa sauti ya matumaini. Juma alitabasamu kwa machozi, akijua kuwa alikuwa amepata funzo kubwa zaidi maisha yake ya mwanzayo. Jinsi unavyowatendea wazazi wako leo, ndivyo watoto wako watakavyokutendea kesho. Hapo, ndani ya nyumba ile ya kifahari, furaha ya kweli haikuanzia kwenye mali wala heshima ya nje. Ilianza kwenye heshima ya kweli, upendo wa dhati, na utunzaji wa wale waliokupandisha. Heshima kwa mzazi ni akiba yako ya baadaye, na sasa Juma alijua kuwa alipaswa kuanza kutunza zawadi hiyo mara moja. Machozi yake yalimwachia mguso wa upendo na toba, huku familia yake ikikusanyika pamoja, hatua kwa hatua, kujenga tena uhusiano uliokuwa umetupwa mbali na dharau. Je, ungependa nikusaidie kwa kitu kingine chochote?